Tumesikiliza sehemu ya kwanza ya uwasilishaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ya kwake Waziri wa Fedha Hamis Musa Omar, na mbali na yale ambayo umeyasikia, amebainisha kwamba serikali imependekeza kutoza ushuru katika baadhi ya vifaa vya urembo ambavyo vinaingizwa hapa nchini, akisema kwamba hatua hiyo inalenga kupunguza athari za masuala ya kiafya yanayoweza kujitokeza kwa wananchi wa Tanzania. Tuisikilize sehemu hiyo. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo: moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii: moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. Nne, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6402.99.00. Saba, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000. Karibishe moja kwa moja hapa studioni, niko na Thomas Kibwana, lakini punde tu nitakuunganisha pia katika upande wa pili wa mwenzetu Baraka Koyo akiwa kule nchini Kenya. Karibu sana Thomas. Asante sana. Uko poa? Sisi wewe. Alhamdulillah, hapa ndani tuko vizuri. Tumefurahi tena kuungana nawe leo. Waziri amesema kipato cha Mtanzania kimeongezeka. Natumai na wewe mifuko yako sasa hivi imejaa kidogo. Na swali kwenye hilo, nataka nije uniambie kwamba kwenye mazingira kawaida tunagundua vipi kwamba sasa hivi ndio tumepanda ama tuko kwenye hali ile ile, kwa sababu mitaani watu wanaendelea kulalamika kama kawaida kwamba mambo ni magumu. Sahihi kabisa. Hebu tulianza hili kwanza la masuala haya ya uwasilishwaji wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka huu. Tumesikia kwa uzuri kabisa hapa Waziri Omar akiwasilisha bajeti hii kwamba Tanzania ina tekelezaji sasa, manake mambo ni mengi mno. Tunaambiwa kwamba tutaongeza kidogo kodi za madani ili kuweza kupunguza masuala yale ya mikopo ya kutoka katika mataifa mengine ya nje. Sasa hapa ndani jambo hili Thomas linatekelezwaje, ama mkakati huu unatekelezwa vipi ili kuongeza sasa mapato ya ndani bila kuweza tumia neno gani? Sasa kabisa ni kuongeza mapato ya ndani bila kuongeza yale makali ya maisha kwa wananchi. Njia pekee ni kwa kupanua wigo wa walipa kodi, na njia ya kufanya hivyo ni kuongeza watu katika sekta ambayo ni rasmi. Unajua Tanzania ukilinganisha na wenzetu Kenya, hadi pia inaonekana kwamba uchumi wao ni mkubwa kidogo kutuzidi, ni kwa sababu ya asilimia wananchi wake ambao wako kwenye sekta rasmi
ni kubwa kuliko kwa upande sisi wa kwetu. Ukiangalia kwa upande wa Tanzania, nadhani sekta rasmi wapo watu 30% tu, wakati 70% wako kwenye sekta isiyo rasmi. Sasa hapa tunaongelea mama ntilie, bodaboda, machinga na watu kama hao. Sasa tukitaka kuongeza kodi, ina maana ni lazima tuongeze wigo wa walipa kodi, na kuongeza idadi ya walipa kodi ni kuhakikisha kwamba sasa tunarasimisha zaidi ajira, na njia ya kurasimisha zaidi ajira ni kuhakikisha kwamba biashara na viwanda vya ndani vinakuwa, maana hivyo sasa ndio vinatoa ajira rasmi. Sasa kukuza huko viwanda na biashara vya ndani, lazima mfumo wa kikodi pia uwe rafiki na sera ziwe rafiki, na ndio maana tumeona kwamba waziri alisema kwamba kuna kodi na tozo kama 370 hivi aidha zimepunguzwa au kuondolewa kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio ambavyo vitaweza kuzatiti zaidi sekta binafsi nchini Tanzania kuelekea sasa kwenye wigo wa kodi kupanuka. Kiujumla bajeti kuu inatupa mwongozo upi baada ya kuichambua sasa yote kwa ujumla? Hii ndo budget ya kwanza kabisa baada ya kuanza kwa utekelezaji wa dira 2050, ambao utekelezaji wa dira hiyo imeanza rasmi Juni mwaka huu. Kwa hiyo ndo itakuwa budget ya kwanza ambayo inaendana na hii dira mpya. Ukiangalia budget hii kuna vitu vingi sana vimewekwa kwa malengo ya kukuza uchumi. Ukiangalia kunaenda kuanzishwa Dar es Salaam International Finance Center, ambao ndio itakuwa taasisi ya kwanza kama hiyo hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki, na itaunganisha masoko matatu. Itaunganisha masoko ya East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki, itaunganisha SADC na itaunganisha na African Continental Free Trade Agreement, nchi ambazo ziko kwenye makubaliano hayo. Kwa upande wa pili tunaona kwamba tunaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati. Wizara ya Uchukuzi tu imetengewa kama bilioni 2.7 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa reli ya SGR, kuimarisha zaidi ya ATCL, na pia kwa upande wa airport zetu kuziboresha, na pia bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaashiria kwamba ni budget ambayo ikitekelezwa kwa 100% kama ilivyoandikwa, basi ni budget ambayo inalenga katika kukuza uchumi. Pia kuna kipengele nimesahau hapo cha kuhamasisha sasa tutoke kwenye uchumi wa pesa za kushika kwenda kwenye pesa za kidijitali, yani cashless society. Sasa kufikia huko ni lazima sasa zile tozo ambazo mtu na makato yale ambayo unakatwa kwenye kutuma pesa lazima zipunguze ili uhamasishe watu wazitumie zaidi. Kwa hiyo ikienda kutekelezwa kama ilivyo, basi ni budget ambayo inaashiria kwamba tunataka Tanzania iwe kitovu cha biashara na uwekezaji kwa ukanda wa Afrika Mashariki kuelekea katika ule uchumi wa trilioni 1 ambao umeainishwa kwenye dira ya 2050. Trilioni 62 nukta ngapi? 2.2. Hizi zinaendana na yale ambayo tunatazamia kwenye dira yetu ya 2050. Kwanza watu wanabidi waelewe budget inaposoma pale, budget inatokana na makadirio ya makusanyo. Kwa hiyo ni lazima hizo pesa zikusanywe ndio ziende kwenye kutekeleza budget. Ukiangalia budget ya 2024-25 kama sikosei, ni 89% tu ya pesa ambayo ilikuwa imepangwa kwenye budget iliweza kupatikana. Kwa cha kwanza wananchi wajue kwamba hayo ni makadirio. Sasa ina maana hapa TRA wana kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanakusanya hizo kodi, tufikie hizo pesa ili ziende kuelekezwa kwenye maeneo ambayo yamelengwa. Kwa uchumi wetu kwa sasa naweza nikasema hiyo ni budget ni nzuri, na vipaumbele tunaangalia ni kwa namna gani ambapo sasa hiyo budget imepangilia kupelekwa wapi na wapi. Ipo ndio kipaumbele ambacho ndio kipo. Tukitazama upande wa pili wa namna ambavyo hatua ama mipango hii imepangwa, hasa hatua za kikodi ambazo zimependekezwa kwamba zinaweza kuchochea uwekezaji ama kuongeza mzigo kwa upande wa wananchi, sasa tukaelemewa zaidi. Na hapo ndio swala linakuja sasa hapo la kuweza kupanua wigo wa walipa kodi. Maana yake bila kufanya hivyo ni kweli uko sahihi ambapo tumia ni mwananchi, lakini pia tukumbuke kwamba
kodi zipo ambazo zile zinamgusa mwananchi moja kwa moja na ambazo hazimgusi mwananchi moja kwa moja. Watu wengi hawajui kwamba unapoenda tu kununua bidhaa tayari umelipia kodi, kwa sababu kuna kodi ile tunaambiwa value added tax VAT ambayo ni 18%. Kwa unapoenda tu kununua kitu ni tayari moja kwa moja umelipia kodi hata kama hujalipa kodi moja kwa moja TRA. Kwa sasa zile kodi na tozo ambazo zinamuumiza au zinamgusa mwananchi mmoja mmoja, hizo inabidi waendelee kuziangalia na zipunguzwe, kuondolewa pale inapobidi, lakini inaweza kufanyika tu hivyo pale sasa ambapo wigo sasa wa kusanyi kodi na wigo wa wapiga kura samani walipa kodi itakapoongezwa. Upande wa bajeti hii ya nchini mwetu hapa Tanzania inaonyesha mabadiliko gani ya kimkakati ikilinganishwa pengine na miaka kadhaa iliyopita? Ukiangalia kwenye bajeti hii imelenga sana uwekezaji na biashara. Tumeona pia kwamba kwenye bajeti wameweka kwamba sasa hivi Tanzania lengo letu ni kutokuuza madini ghafi, yani kwamba madini kabla hajauzwa lazima yaongezewe thamani. Hapa sasa tunaongelea mfano kwamba almasi kugeuzwa kuwa hereni na nini ndo uuze, au dhahabu kubadilishwa iwe kuwa zile gold bars na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na kwenye upande wa kilimo tumesema vivyo hivyo kwamba bidhaa tusiuze tu bidhaa za kilimo bali tuziongezee thamani, yani na maana kwamba zisindikwe. Kwa hiyo ukiangalia bajeti hii kiukweli kabisa inalenga zaidi kwenye upande wa kukuza uchumi na kuhakikisha kwamba Tanzania sasa tunafikia sasa uchumi ule ambao tunautazamia kuweza kufikia malengo yetu ya dira. Tumeona amegusa mahala ambapo wabunge tu pale ndani walipiga kelele la kuongeza kodi katika bidhaa hasa za urembo kutoka nje kuingia hapa ndani, akitoa sababu kwamba inalenga kuweza kupunguza sababu kama za maradhi na vitu vingine ambavyo vinaweza kuathiri watumiaji wa bidhaa hizo za urembo ambazo zinatoka nje. Na moja kati ya bidhaa ametaja pale kwa mfano wa mashine zile za kaushia kucha, rangi za kucha. Watu wakapiga kelele. Hili Thomas unalitazama kwa jicho gani? Kwa sababu vitu vya urembo ni biashara kubwa sana sasa hivi hapa nchini mwetu. Litakwenda kufanikiwa ama linaweza kuja kuathiri upande wa biashara kwa namna yoyote? Na of course itaathiri biashara kwamba sasa wafanyabiashara hao wanaweza wakaongeza kidogo fedha zao za huduma, lakini kwa upande wangu mimi, kwa maoni yangu mimi binafsi, ni kwamba kodi ambapo inagusa vitu ambavyo naweza nikasema sio vya muhimu kama vile bidhaa kama chakula au bidhaa za afya, vitu kama hivyo, mimi kwangu naona ni sawia zikiongezwa kodi kwa upande huo kuliko ikiongezwa kodi kwenye vitu ambavyo Mtanzania wa kawaida anavihitaji kwenye maisha yake kila siku. Asante sana kwa Captain Morgan ya Gold kwa kuwa nasi tangia 12:30 mpaka wasaa huu. Shukran za dhati na kwako pia kwa kuendelea kutusikiza kupitia 92.1 Crown FM. Kama unahitaji kutuliza koo, basi usiache kutumia Captain Morgan ya Gold ili ujeke sawa. Changanya na chochote kile ambacho kitatengeneza kinywaji chako hicho kuwa murua ndani ya jioni hii na kikakufanya ukaweza kujisikia vizuri kabisa. Wao nakwambia however you like to spice your Captain, spice on. Na vile vile unaweza kutuambia kile ambacho umechanganya nacho ndani ya jioni hii kupitia ukurasa wao wa Instagram kule. Fika ndani ya Captain Morgan TZ, utaandika pale. Kadhalika tembelea drinkaq.com ili uweze kujionea mengi mazuri kutoka kwao Captain Morgan TZ. Wao wanakuambia giza popote pale nchini Tanzania kwa bei rafiki kabisa. Hiyo ndio Captain Morgan ya Gold. Dakika 4 hivi sasa tuko hapa studioni na Thomas Kibwana, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tukizungumza hapa mengi kuhusiana na uwasilishwaji wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026 2027. Tumeshazungumza mengi sana hapa. Kwa nimemuuliza swali moja tu hapa ambalo limetugusa wanawake kwenye bidhaa za urembo, akasema kwamba hiyo anaona ni sawa tu kwa sababu haijagusa kodi zile za masuala muhimu kabisa katika maisha yetu ya kila siku, mfano chakula na kadhalika, kama sio Thomas? Naam, sahihi kabisa. Sasa kwa hiyo sisi tuendelee tu kukubaliana na hali halisi iliyopo. Naam, mnasemaga urembo gharama. Au tunatakiwa kuweza kutumia vitu vya asili tupunguze hivi
inatakiwa sasa tuanze kutengeneza hizo vitu, inabidi tuanze kutengeneza hapa ndani nchini sasa, kwa sababu sidhani kama hizo teknolojia ya mashine za kunanii kucha ni kitu ambacho tunashindwa kutengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo ni wakati sasa tuangalie kwa namna gani ambavyo baadhi ya hivi vitu badala ya kuimport kutoka nje tuvitengeneze hapa hapa. Sawa, Thomas, mimi na kuweka pending kidogo, naomba nielekee kule nchini Kenya. Sawa. Sasa manake napo pamewasilishwa budget leo kwa mwaka huu. Kwa hivyo tuone kile ambacho kimesema katika bajeti ya nchi hiyo, na kwenye upande wa mtandao hapa tunaungana moja kwa moja na mwandishi mwenzetu kutoka kule nchini Kenya. Bajeti yetu ya 2026-2027 Afrika Mashariki imepata budget. Sasa tunaweza tukasema tuko vizuri sisi sote kama Mashariki. Kwa kweli bajeti ya kwenu Caleb ina ashiria mwelekeo gani hasa mpya wa masuala ya kiuchumi kwa wananchi wa Kenya? Tuanzie hapo. Ni budget ambayo ndo inasemekana ndo budget yenye thamani kubwa sana kuwahi tokea kuliko miaka yote. Kuliko miaka yote. Ni budget ya trilioni 4.8, mojawapo ya budget kubwa sana. Lakini ni budget ambayo pia imenufaisha watu wengine, lakini pia imeathirisha watu wengine. Kwa namna ipi imenufaisha wengine, imewaathiri watu wengine? Imenufaisha kwa mfano sekta ya elimu, sababu imepata mgao kubwa sana wa pesa kwenye hii budget. Wamepata around 781 billion Kenya shillings, lakini pia walimu wengi sana wataajiriwa chini ya hii budget ambayo tumesomewa leo. Walimu 20,000 wataajiriwa kwa mwaka wa 2026 na saba pia. Sekta ya afya pia imepata ongezo kubwa sana ya pesa, bilioni 175.5. Sekta ya kidijitali pia kuna tozo ambayo ilifaa iwe juu kidogo, lakini sasa kwa budget ambayo tumesomewa leo proposal hiyo tozo imepunguzwa ikaenda nusu. Sekta ya kilimo imepata pesa sana, ama mgao mkubwa sana. Walipa kodi pia wameangaliwa vizuri sana. Wale ambao wameathirika kwa mfano ofisi ya naibu wa rais, tumeongea sana kuhusu hiyo ofisi na utumiaji wa pesa. Bajeti yao imepunguzwa kwa hii mswada ambao tumesomewa leo na mbali. Ofisi ya rais pia bajeti yake imeenda chini kutoka bilioni 16.3 hadi bilioni 12. Sekta ya barabara, tutakuwa na barabara mpya zikitengenezwa, lakini tutarepair ama tutajaribu kutengeneza zile barabara ambazo zipo tayari. Tutaunda barabara upya at least kwa mwaka mmoja ambao inakuja. Hizo ni baadhi ya sekta ambazo zimeathirika, lakini baadhi chache tu ambazo pia zimenufaika. Kwa mchanganuo huo, mnaiona dira ipi sasa kwa wakati huu katika nchi ya Kenya kupitia bajeti hii mpya ambayo ni kubwa kuliko zote? Yani tunaona kuna afueni kidogo, sababu moja kati ya issues ambazo zilileta maandamano ya budget ambayo ulipita ulikuwa utumiaji mkubwa wa pesa katika baadhi ya ofisi za juu, na tumeona ofisi ya rais kwa budget ambayo tumesomea, na ofisi ya naibu wake pia wamepata budget ambayo sio kubwa sana kama budget ambazo zimepita. Lakini pia walimu wanapewa kazi, kodi zinapunguzwa sana kodi za kidijitali. Tunaona kiukweli serikali inafanya juhudi sana ya angalau kupunguza utumiaji wake. Sasa wananchi wako na afueni kiukweli. Vipi kuhusiana na mabadiliko ya kikodi? Bila shaka yameguswa. Unaweza kutueleza inaweza kupunguza ama kuongeza gharama za maisha ya wananchi wa Kenya? Hatuwezi sema itapunguza ama itaongeza. Kama kweli budget itatekelezwa vizuri, basi tunatarajia kwamba gharama ya maisha itaenda chini, sababu hakuna kodi mpya ambazo zimeletwa na budget ambayo tumesomewa leo. Kodi zetu bado ni zile tu. Serikali inasema itaangalia tu jinsi ya kupata pesa zaidi kupitia kuuza baadhi ya properties ambazo ziko kwenye private sector zirudi kwa serikali. Itaangalia jinsi itakusanya kodi vizuri, na itaangalia zaidi uwajibikaji. Hakuna kodi mpya ambayo imeingia, so tunaweza tukasema gharama ya maisha, kama tutawajibika sana na hii budget, basi gharama ya maisha inaweza ikaenda chini kwa wananchi. Serikali ya Kenya, Caleb, inategemea nini hasa kama chanzo kikuu cha kuongeza mapato baada ya marekebisho haya yaliyofanyika sasa na kuona kwa ujio wa bajeti hii mpya? Serikali ya Kenya
kwa kutoleta kodi mpya wanaamini kabisa kwamba nchi iko na pesa ya kutosha, na wanaamini kabisa kwamba wanaweza wakaweka bidii ama wanaweza wakaweka sheria kali ambazo zitahakikisha kwamba kila mtu analipa kodi kwa wakati. Lakini pia moja kati ya areas ambazo zitaingiza pesa sana hapa ni of course mauzo ya baadhi ya mashirika ya serikali ili kupata mapato. Ziko nyingi tu, lakini pia kuna Wakenya ambao wanaishi nchi za ng'ambo lakini wako na nyumba za kukodisha huku, kodi zao zimeenda juu. So ni baadhi ya sekta tu ambazo serikali itaangalia kuchukua pesa zaidi kutoka na kuleta kwa wananchi. Ni maeneo gani hasa katika upande wa kijamii pengine anaweza akawa ameathirika moja kwa moja na mabadiliko ya bajeti hii? Huko kwetu Tanzania tumeguswa bwana kwenye mambo ya urembo huko. Tutajijua wenyewe, tuna 5-15 zimeongezwa soma Sahara. Nimesikia story ya urembo hii, hata mimi na support. Na support, lakini venye mchambuzi amesema hapo, nafikiri baadhi ya hizi vitu especially hizo za urembo tunaweza tukatengeneza hata mkizitoa hapo Kenya ama Uganda, sio mbaya as long as zinatoka Afrika Mashariki, so it's not bad. Kwa hiyo upande wa Kenya mambo yote ni shwari, budget imepokelewa vizuri, na wananchi wa Kenya wanasema vipi? Budget imepokelewa kwa maoni ambayo wananchi wako nayo mtaani saizi ni kwamba wameanza kuona serikali inasikiliza. Kama ingekuwa sio poa na wananchi wanakataa, basi kila mtu angejua kwa sasa, sababu Wakenya ni watu ambao wanaongea sana na wanajua venye wanaongea, na wakiongea watasikizwa tu. Sasa tunaangalia tu kutoka hapa. Sasa inabidi kuna processes ambazo zinafuatwa mpaka hii inasainiwa ikiwe sheria huko June tarehe 31. Bado kuna kazi ya kufanywa, lakini kwa maoni ambao iko mtaani kuna afueni kidogo, afueni ambao Wakenya hawajakuwa nayo kwa muda sana kutokana na mswada wa fedha. Kwa mujibu wa kile kinachoendelea wakati huu nchini Kenya mkielekea kwenye uchaguzi mkuu, kupitia bajeti hii Kalib, unahisi inaweza inampa afueni kidogo rais aliyeko madarakani? Pengine watu wanaweza kupigia chapuo. Sidhani kama inaweza mpa afueni sana, sababu hii sio bajeti yake ya mwisho, bado kuna bajeti moja. Uchaguzi ni August, wiki ya pili ya August 2027. Sasa bado kutakuwa na bajeti nyingine ya 2027 2028 ambayo ndo naweza nikasema anaweza kujaribu sana kuirahisisha hata zaidi kwa wananchi akiangalia uchaguzi ambao unakuja mwakani. Lakini hii hapa ni kujaribu kutuliza hali ya uchumi tu kwa wananchi wa kawaida. Sasa Barak, sisi tunakushukuru sana, tukutakia mapumziko mema na mengine yote. Basi sisi tutaendelea kuwasiliana nawe Kalib kwa uzuri kabisa kutoka hapo nchini Kenya. Asante. Spice on. Okay. Huyo ni Kalib Baraka Koyo, mwandishi wa habari kutoka kule nchini Kenya. Mwenzetu huyo tukizungumza naye kwa uzuri juu ya wasilisho la bajeti kuu ya nchi hiyo 2026-2027 kama ambavyo sisi tumewasilisha hapa nchini kwetu. Kadhalika Uganda pia kule nao wamewasilisha jambo lao hivi leo, na bajeti hizi zote zikionekana kwa upande wa Afrika Mashariki zikilenga ama zikiwa zimegusa kunufaisha katika sekta zote takriban. Kwa hivyo tunaendelea kusonga mbele hapa ndani. Niko na Thomas Kibwana, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Bado niko naye hapa. Thomas, tumeangalia kuhusiana na suala la bajeti kuu ya mwaka huu 2026-2027. Lakini awali tulizungumza hapa ndani kabla haujafika. Na imani utakuwa umepitia kwa uzuri kabisa na umesikia kuhusiana na wasilisho la taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka jana 2025, lakini kadhalika mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka huu 2026-2027 kutoka kwa waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Hii kwako imeleta taswira gani? Imeleta taswira ya kwamba uchumi wetu unazidi kukua, lakini changamoto ambayo bado tunabidi tuitatue ni kwamba ukuaji wa uchumi lazima ifike hatua inagusa mtu mmoja mmoja, kwamba ifike hatua kwamba sasa uchumi unakuwa kwa mujibu wa takwimu
lakini sasa kipimo halisi au kipimo kikuu ni sasa wananchi wale sasa kusema kwamba tunahisi kwamba uchumi umekuwa. Kuna viashiria vizuri, tumekuwa kwa takriban 6% mwaka jana. Inflation ambayo tunasemaje ni nini ile inflation kwa Kiswahili, tunaita mfumuko wa bei, umebaki 3.5%, ambao ni sawa, lakini tumeona deni la taifa limeongezeka. Serikali inasema bado ni himilivu, lakini ni jambo ambalo sasa inabidi tuendelee kulitazama kuhakikisha deni lizidi kukua, kwamba inabidi ile miradi ya kimkakati ambao ndo yanatumia fedha nyingi sana, yamefanya deni kukua, tuhakikishe sasa inakamilika, sasa tuanze kuona manufaa yake ya kiuchumi. Kwa hiyo kiujumla naweza nikasema kwamba uchumi unazidi kukua, unazidi kuimarika, mipango ipo ya kuzidi kuboresha uchumi kama tulivyoona kwenye mipango ya serikali kwa mwaka huu. Lakini tunabizima serikali angalie kwa namna gani sasa ukuaji wa uchumi utamgusa mtu mmoja mmoja. Tunaambiwa kwamba wastani wa pato la taifa kwa kila Mtanzania limeongezeka kwa asilimia takriban 7.4. Si ndio ndogo, ni kubwa sana, ambayo imefikia shilingi milioni 3.5 ikilinganishwa na mwaka uliopita 2024 ambayo ilikuwa ni milioni 3.2. Kwa hiyo tuna nukta 3 nzima hapa ambayo imeongezeka. Katika uhalisia wa maisha yetu ya kawaida haya, niko namna ipi tunaweza sasa tukaendana na hiki kinachozungumzwa, kuona kwamba kweli uchumi unakuwa, kuna mabadiliko haya na haya na haya? Kwa sababu ukija kwenye wananchi wa kawaida wanaweza silione hili, wakahisi labda hawaoni chochote, maisha bado ni magumu, ni ya kawaida sana kwao. Hapo nitaelezea mawili. Moja, kwenye kipato cha Tanzania mmoja inabidi itambulike kwamba unachukua tunasema fedha ambazo uchumi imetengeneza kwa mwaka unagawa kwa wananchi. Kwa hiyo kwenye hiyo wastani iliyowekwa yupo Baresa na yuko mimi na wewe. Sijui umenielewa. Kuelewa vizuri. Ndio imegawanyika kwa Tanzania milioni 60 ikapatikana milioni 3.5. Kwa hiyo ni fedha, ni uchumi, fedha zilizotengenezwa na uchumi wetu mwaka jana gawanya kwa wananchi wote. Sasa shida inakuwa ni kwamba, kwa mfano labda tuseme mwaka huu wewe kipato chako ni milioni 1, mimi kipato changu ni 100,000. Wewe mwakani ukitengeneza milioni 2 na mimi bado nikabaki kwenye 100,000, wastani utaonekana vipato vyetu vimekuwa. Kwa hata mimi itaonekana kwamba kipato changu kimekuwa. Kuna kitu kinaitwa Gini coefficient ambayo inapima tofauti ya kipato ya wananchi kwenye nchi. Kwa takwimu za Tanzania inasema 1% ya Watanzania wanamiliki 18% ya uchumi, na 50% ya Tanzania wanamiliki 14% ya uchumi. So mathalan tuchukulie mfano kwamba tumeambiwa kwamba uchumi wetu sasa hivi ni wa trilioni 235. Kwa kwenye trilioni 235, 50% ya wananchi wanagawanya kipato cha trilioni 32. Sijui unanielewa. Kwa trilioni 32 ni Watanzania milioni 30, lakini trilioni 200 zilizobaki ni za wengine. Kwa hiyo ukiona hapo tofauti, ndio maana hapo saa nyingine mtu hawahisi uchumi kukua, kwamba uchumi unaweza kukua, lakini inawezekana ni kipato cha wale matajiri ndio kimeongezeka, ambao mwisho wa siku inapelekea ule wastani wa nchi kukua. Ndio maana nikasema sasa mwisho wa siku ni lazima sasa ongezeko hilo liguse wananchi moja kwa moja. Tunafikaje sasa huko katika namna kuweza kugusa pato la mwananchi mmoja mmoja? Sahihi kabisa. Ya kwanza ni mipango, kwa mfano ya kwenye bajeti iliyowekwa ambayo itahamasisha ukuaji wa uwekezaji. Ile tuliongelea ile retained earning, kuhakikisha kwamba makampuni wanabaki na fedha nyingi zaidi za kuweza kuwekeza. Jinsi wanavyowekeza ina maana ni jinsi ambavyo wananchi wengi zaidi wanaweza kupata ajira na kuingia kwenye mfumo rasmi. Kingine ni kuhakikisha kwamba huduma za kijamii zinaboreshwa. Mfano kama zinavyoendelea sasa hivi kutengeneza barabara,
kuhakikisha miundombinu ya usafiri ya watu kusafiri iko vizuri, vitu kama hivyo. Vile vitu vya kijamii ndio vinaweza kumfanya mtu sasa ahisi kwamba sasa uchumi wa Tanzania unafanya kazi kwa ajili yangu. Akienda pale hospitali akikuta dawa zipo, kila kitu zipo, shuleni watoto wake vifaa vyote vya kufundishia vipo, vitu kama hivyo ndio vinamgusa mwananchi mmoja mmoja. Lakini kikubwa ni kwamba ni lazima tukuze viwanda na biashara vya ndani, kuhakikisha vinaajiri Watanzania wengi zaidi, na hatimaye kuhakikisha kwamba hata maslahi ya wafanyakazi yanakuwa yameboreshwa. Hapo ndo Watanzania kila mmoja ataona kwamba sasa nahisi hapa sasa uchumi wangu na mimi unakuwa tofauti. Na sasa mtu anaweza akaona kwamba uchumi unakuwa kwenye makaratasi lakini mfukoni mwangu kiuhalisia bado mimi sijaiona hewa. Sasa kabisa tunapaswa kuzingatia nini hasa kulingana na uwasilishaji wa bajeti hizi ambazo zimefatana kuanzia kwenye mipango hii ama hali hii ya masuala ya uchumi wa taifa letu kwa mwaka jana na vile vile makadirio haya ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka huu na mwaka ujao. Kitu kimoja ambao natamani kusisitiza ni kwamba wakati inafanyika tathmini ya dira 2025 ile ambayo imetoka kuisha, ilieleza kwamba moja ya changamoto inayopelekea mipango mingi kuto kutekelezwa au kutekelezwa kwa wakati ni kwamba bajeti inapangwa, idara au wizara zinapangiwa fedha, lakini unakuta aidha fedha hizo zinachelewa kufika au hawapati asilimia yote, kwamba labda wizara inaweza kupata 70 au 80 ya bajeti ambayo ilikuwa imetengewa. Ndio tunarudi pale mwanzo niliposema kwamba bajeti ni makadirio ya mapato, sio fedha ambazo zimekaa benki, serikali inaanza tu kutoa kwenye idara zake mbalimbali. Sasa kikubwa tunabidi tuangalie sasa na kuhakikisha ni kwamba hizi bajeti ambazo zimepangwa, cha kwanza zinafika sehemu zinazotakiwa kufika kwa wakati na kwa asilimia zote. Lakini pili, kitu kinacho umiza sana ni ile ripoti ya Kagi kila mwaka inapotoka CAG, ambapo kuna ubadhirifu. Kwa hiyo pamoja na kutatua changamoto ya fedha kufika kwa wakati, lazima tuhakikishe kwamba ubadhirifu unapungua, kwamba watu ambao wanasababisha hasara kwa serikali au kwa nchi, basi hiyo inathibitiwa, aidha iwe kwa uzembe au kwa makusudi. Lakini tatu, kitu ambacho hata kwenye waziri amekitaja ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Tukiangalia bajeti ya mwaka iliyotoka kuisha, fedha ambazo zilienda kwenye maendeleo ni 29%. Mwaka huu imepanda nadhani mpaka 30 kitu, nimesahau ni asilimia ngapi, lakini imepanda kama kwa 3-4 hivi. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe pia tunaondoa badhilifu, tunapunguza matumizi yasiyo rasmi, ili fedha nyingi zaidi ziende sasa kwenye matumizi ya kimaendeleo. Kila mwaka uwasilishwaji wa bajeti unafanyika, Thomas, hasa bajeti kuu ya serikali kama ambavyo imewasilishwa na waziri wa fedha kwa mwaka huu. Bajeti hizi zinapotoka zinakwenda kutumika kikamilifu kama inavyokusudiwa katika miaka hii iliyopita, ambapo tunaona kabisa kwamba mwaka huu basi jambo linaweza likaenda kuwa vizuri zaidi, ama tuna mapungufu yapi ndani yake? Changamoto ni hiyo moja tu, yani kuhakikisha kwamba makadirio tunafanya basi tunaenda kukusanya, na ikikusanya fedha basi ifike sehemu stahiki, na inapofika hapo itumike kama ilivyopangwa. Kwa hiyo tunasema kuna kitu kinaitwa kwenye miradi inaitwa M&E, monitoring and evaluation, kuendelea kufanya monitoring na evaluation ya namna ambavyo fedha za serikali zinatumika. Basi pale kunapoonekana kwamba sehemu kuna mapungufu, basi itatuliwe. Kuna changamoto na tumai zitatuliwa bila kusubiria sasa bajeti inayofuata mwakani. Sasa tupo mwaka wa mbele. Imewashika.